Wapendwa wa familia ya Mungu, ukiondoa Italia, si rahisi kuona nchi na makardinali wawili, na kuna nchi ambazo hazina kardinali hata mmoja. Lakini sisi Tanzania tumebahatika, tuna makardinali wawili, na zaidi sana asubuhi ya leo Madam Protas Cardinal Rugambwa yuko pamoja nasi. Naomba tumkaribishe kwa makofi mengi. Kwa mahesabu ya kawaida asingalikuwa hapa kwa sababu pamoja na majukumu yake mengine mengi tu ya hapa ya jimboni kwake na ya kule Roma na ya dunia yote, yeye hivi majuzi amempata askofu msaidizi, na sasa hivi wako kwenye mchakato wa maandalizi ya uaskofu huo, na ni kazi kubwa kweli. Kwa hiyo kwamba ameweza kukimbia yote hayo akaja hapa, hakika anatupenda kwa moyo wote. Mara nyingine tena, baba, asante sana. Kwa sababu ya majukumu hayo, namwombea udhuru kwamba katika ratiba yenu nimeona mmempa majukumu mahali fulani, lakini itabidi mara baada ya ibada ya misa yaondoke. Naomba mwelewe hilo na tumwombee kila jema katika shughuli zake. Wapendwa, leo kanisa linasherehekea tukio muhimu kama nilivyosema mwanzoni, tukio ambalo lilibadilisha historia ya ulimwengu. Mungu aliye juu ya muda na juu ya uumbaji aliingia katika dunia yetu hii kama mtoto. Kwa hiyo leo tunaadhimisha tendo hilo la Mwenyezi kumtuma malaika kwa binti Mariamu na kumwalika ashiriki katika mpango wake wa kuukomboa ulimwengu. Sehemu ya Injili ambayo tumesikia, ambayo ni moja ya sehemu muhimu sana katika Injili, inatueleza kilichotokea kinagadaga. Umesikia muda mfupi uliopita. Huyu binti Mariamu anasikia maelezo ya malaika, lakini haelewi vizuri. Kwa hiyo anamuuliza malaika swali ili apate ufafanuzi, yatakuwaje hayo? Na baada ya kupata ufafanuzi anakubali, anasema naam. Ndio hiyo fiat tunayosema kila siku. Na kwa ukubali huo basi anapata mimba, na hapo historia ya wokovu inaanza kujifunua. Swali ninalojiuliza mara kwa mara ni hili: ingalitokea huyu binti akakataa huu wito wa Mwenyezi, ingekuwaje? Ni wazi Mungu angetafuta njia nyingine, lakini ingekuwa mpango umevurujika. Naomba tumshangilie Mama Maria kwa nguvu kabisa. Wapendwa, sisi nasi kila mmoja wetu anaitwa kushiriki katika kujenga ufalme wa Mungu hapa duniani kwa namna yake. Na ndio maana kila wakati tunakumbushwa kwamba sisi ni midomo, ni mikono, ni miguu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Leo tunaalikwa upya kuitikia wito wake na kuutekeleza jinsi inavyopaswa kwa kumwiga Mama Maria. Familia ya Mungu, mbele yetu
Na wenye shule hii ni masista ambao wameelewa na kupokea wito wao vizuri. Masista hawa wa Maria wameamua kufuata kwa karibu kabisa nyayo za Mama Maria katika kuitikia, kusikia, kutekeleza Mungu anavyotaka. Na ndio maana wanaitwa masista wa Maria. Ndio maana wamechagua siku ya leo tunaposherehekea hii sherehe kubwa, tunapokumbuka na kushangilia kupashwa kwa habari Mama Maria, iwe ndio siku rasmi ya kuzindua kufanya makuu mahali hapa. Hongereni masista, hongereni sana jamani, tuwapongeze masista hawa. Uwepo wao hapa Tanzania ni tunda la kumsikiliza malaika aliyekuja kwao katika nafsi ya aliyekuwa balozi askofu wetu mkuu Novatus kule kwao. Huyu ni Mtanzania, huyu baba huyu alikuwa kule kwao, akaona makuu waliofanya, akawadokeza kwamba mbona kule Tanzania jamani, na sisi tunahitaji mambo kama haya. Na wao kwa upendo mkubwa kabisa wakakubali kuja. Kwa nafasi naomba tumwombee huyu nuncio, ni mgonjwa, Mwenyezi Mungu ampe afya kule Roma. Wapendwa masista wa Maria, najua haikuwa rahisi kwenu kuacha mazingira mliozoea nyumbani kwenu, lugha, tamaduni na namna ya kutenda na kuja hapa kwetu Tanzania. Mlipata changamoto nyingi najua mwanzoni. Na pasi changamoto zipo, lakini nadhani zimepungua sasa. As I thank you sisters, please continue to inspire the boys and girls who God has entrusted to you. Instill, foster in them values that will guide their lives. Many young people today like this. Help them to be creative thinkers. Help them to have creative minds. And above all, help them to love God and to do the will of God. Wapendwa, tunapotazama haya yote waliofanya masista hawa, mambo makubwa kabisa hapa na kule Dar es Salaam, tunajiuliza ni pesa wamepata wapi hawa? Hawana benki, hawana mashine ya kutengeneza pesa. Sasa mikwaje? Kama wao walivyoguswa na Roho wa Mungu, kuna watu ambao pia Mwenyezi Mungu aliwatumia malaika wake kwa njia yake, wakaguswa na kinachofanyika na masista na wakawa tayari kuchangia tena kwa ukarimu mkubwa sana. Ndio hawa wafadhili mnaoona mbele yetu. Makofi mengi kwa hao tafadhali. Dear benefactors and friends, today, as we Catholics celebrate the feast of the Annunciation of our Lord, we are honored that you are here with us today. You have come to witness the inauguration of this school, which you have been very instrumental in making it a reality. Thank you for being part of our history. Please continue to support us, since the school still needs your help. Makofi mengi kwa wazee wetu. Kwenu ninyi vijana, turudi katika Injili. Mmesikia kuwa baada ya Mama Maria kupewa ujumbe na malaika, baada ya kutokuelewa vizuri mambo,
aliomba apate ufafanuzi kwa yale mambo ambayo hakuelewa. Nanyi mko hapa shuleni kufanya hilo hilo. Sikilizeni kwa makini mnachofundishwa na ulizeni maswali kama Maria yale ambayo hamuelewi. Someni kwa bidii vijana. Na hii nasema kwa vijana wote, wanafunzi wote Tanzania hii. Work hard to reach your goals. Maisha hayana shortcuts. Hayana shortcuts, nawaambia nyinyi vijana, mnasoma mno shortcut. Kila kitu mkato. No. Katika maisha hakuna shortcuts. Ukitaka kufanikiwa. Niwape advice. Mnaposoma, someni kwa kuelewa. Msisome au msimeze tu paragraph kwa paragraph kama kasuku. Msikram. Na nielewa lakini msikram. Soma uelewe unachosoma. Kwa nini hilo ni muhimu? Kwa sababu akili yako itapanuka na utakuwa mbunifu baadaye. Ndio tunahitaji wasomi wabunifu, sio wasomi wa kukalili kama kasuku kisha sawa umesahau. Kwa nafasi hii naomba niingie na serikali. Nafurahi mkoa yuko hapo. Naomba ni shauri Wizara ya Elimu. Kuna hii sera mpya ya elimu ambayo tumeanza kuitekeleza ya mali. Naipenda sana. Kwenye karatasi na noga pia. Kwamba wanafunzi wanapata nafasi ya kujiendeleza katika fani mbalimbali hata nje ya darasa. Na naifurahia kwa sababu mimi mwenyewe nimeonja hilo. Nimesoma Maua Seminari kule. Pamoja na mafundisho ya darasani, tulikuwa mara 2 kwa wiki na siku nyingine wakati wa kazi kuanzia saa 9 mpaka saa 10 tulikuwa tunafanya shughuli nyinginezo. Tulikuwa tunakwenda kujifunza kufuga nyuki, kulima bustani, kufuga kuku, hata ujenzi. Ndio nilianza mimi kidogo mambo ujenzi huko na baadaye nikaja kujiendeleza. Na haya mambo yananisaidia mpaka leo. Sana tu. Kama uamini niite nikija kukupikia uone mambo. Utakula mpaka ukate vidole ndugu yangu. Sasa tahadhari yangu mama unawakilisha serikali ambayo ndio serikali yenyewe hapa. Hii system ya mali naomba isije ikaongeza tu mafundi mitaani. Yaani tunakuwa na seremala wengi, fundi mchulo sio nini wengi. Mwisho wa siku tutakuta kwamba hata mafundi hawana kazi. Ile ajira ambayo tunafikiri tutaiokoa kwa njia ya mali inakuwa kwamba tupunguze ajira, naweza tukaongeza matatizo ya kutokuwa na kazi. Kwa hiyo nashauri nini? Naomba sana huu mtaala usaidie kutengeneza vijana ambao wanakuwa critical thinkers na creative mind, kama nilivyowaambia masista wanisaidie kutengeneza vijana. Hapo ndio tutatoka. Na niombe mwalimu yeyote yule ambaye atakuwa sehemu ya hii system mpya alenge katika hilo, sio tu kuongeza wafundi wa kuranda mbao sio na kutengeneza milango. Tunataka watu wabunifu. Unajua kitu kingine, ninapotazama wenzetu wa Japani, wa China na wenzetu kule Ulaya, wenzetu wameenda mbali sana. Hawatoi tena cheti au degree kwa mtoto simply kwa sababu anajua kukram kitu fulani. Wanatoa pale mtoto anapoweza kutoa kitu kipya, ubunifu. Atengeneze kitu kipya, aonyeshe kwamba nina akili, ninaweza kubuni kitu mimi. Hata hizi drones na gadgets tunazotumia wametengeneza wale kwa kuwa na creative mind, kwa sababu msukumo wa system nzima ya elimu. Naomba hiyo iwe ndio lengo sisi wa Tanzania. Please. Swala la copy and paste limepitwa na wakati. We need to make a step forward. Na vijana naomba tena niwahimize hilo, naomba hilo liwe ndio lengo lenu. Mpaka siku moja mnaambia baba askofu, una pomba ya nini mahindi mahali fulani au una pomba ya mchele, lete system tengeneza mambo alafu tukuletea kitu kizuri. Najua yes. Kuna wasomi hapa. Na sio ndio kubuni
kama wafanya biashara wa kwetu, mmoja akipanga nguo hapa, kesho nakuta na mwingine amepanga hapa nguo, hawezi kufikiria kingine. Ubunifu ndio tunahitaji. Tumalizie kwa safari ya Mama Maria kwenda kwa Elizabeti, na tukumbuke tuliosikia kwamba Mama Maria baada ya kupata ujumbe wake anaambiwa na Elizabeti anti wake ni mhitaji, mjamzito, umri umeenda, na bila kuambiwa na malaika kwamba aende akamsaidie, yeye mwenyewe anaona nawiwa kwenda kumsaidia huyu alinizidi ambaye anahitaji. Nataka kusema nini? Mko wengi hapa vijana, mko wengi, naomba muwe na hiyo spirit ya kusaidiana. Usisubiri mpaka mwenzako akuombe ndio umsaidie. No, kama unaona na shida katika somo fulani, kwa mfano Kiingereza kinampiga chenga, sio mahesabu au nini, msaidie. Ndio hivyo, tunabebana. Au na tabia limefanana halifanani vizuri, wewe mfinye, mwambie bwana, wewe sio mpaka sister aje, nyosha mambo hapa, wewe na discipline. Mwambie muonyanye ninyi kwa ninyi, na hata staff na wengine mwasaidie pia. Unawezekana ukamkuta madamu amepewa vitabu mengi anakaza nayo, saidie, sio kwambia wewe njoo beba. No, ona hilo, saidia. Hiyo ndio kitu ambacho napenda. Na zaidi sana naomba tutunze mahali hapa pabaki safi kwa ajili ya vizazi vingine vijavyo. Wadogo zenu wanahitaji na wao waje wasome mahali hapa. Nadhani tumeelewana. Mwisho naomba wakumbushe wale wote ambao wamewahi kusaidiwa na kanisa kwa namna yoyote ile, kwa kusoma katika shule za kanisa au kwa kupata msaada wowote kanisani, tafadhali rudisha fadhila. Ukioja mahali kama hapa au ukasikia kuna mahali kama hapa, na wewe kwa mkono wako, sio lazima wafadhili wawe ni kutoka huko mbali tu Ulaya na Marekani. Hata hapa tuwe tayari sisi wa Tanzania kusaidia shule yetu hii pamoja na ile kule Dar es Salaam. Na kwa majirani zangu naomba niendelee kuwakumbusha, muendelee kuwa walinzi wa kwanza wa mahali hapa, sababu ninyi Mwenyezi ameweka hapa kwa ajili hiyo, ana lengo pamoja nanyi muwe walinzi wa watoto wetu. Nimalize kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yote anayofanya mahali hapa, na kwa maombezi ya Mama Maria, shirika letu la Masisa liziende kusonga mbele, na vijana wetu na shule yetu izidi kusonga mbele. Tumsifu Yesu Kristo.